kweli hapa. Naam, habari za mdao mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa MWK, karibu moja kwa moja katika habari zetu, na tukielekea moja kwa moja huko nchini DRC katika habari zetu za siasa, ambako mvutano unaongezeka tena huko Kinshasa kati ya serikali na kambi ya rais wa zamani Joseph Kabila. Wakati PPRD imeendelea na shughuli zake za kisiasa, mahakama kuu ya Kinshasa Gombe ilitoa amri mnamo Oktoba 27 kutoka kwa waziri wa mambo ya ndani Jakem Shabani, iliyoandikwa Oktoba 18 ya kumsimamisha shughuli za chama hicho. Hata hivyo, PPRD inakataa uamuzi huu na inasisitiza kwamba itaendelea na shughuli zake. Hiki ni kipindi kipya katika mvutano kati ya serikali na chama cha rais wa zamani Joseph Kabila. Yote yalianza mwezi Aprili mwaka huu. Wizara ya mambo ya ndani ilitangaza kusimamishwa kiutawala kwa chama cha PPRD kufuatia uwepo wa Joseph Kabila huko Goma, mji ambao wakati huo ulikuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Lakini siku 18 baadaye, chama cha rais wa zamani kilianza tena shughuli zake, kikisema kwamba sheria ya Kongo inatoa ruhusa ya kuanza tena moja kwa moja shughuli siku 15 baadaye, ikiwa hakuna taarifa rasmi iliyopokelewa. Hata hivyo, na kisha siku ya Jumatatu Oktoba 27, kipindi kipya kilishuhudiwa. Notice iliyochapishwa katika mahakama kuu ya Kinshasa Gombe ilithibitisha umuhimu wa amri ya kusimamishwa kwa chama hicho. Chama cha PPRD kwa upande wake kinasema hakijaona hati hii na kinailaani sana na kusema kuwa utaratibu huo unaendeshwa kisiasa. Emmanuel Ramadhani Shadari, katibu wa kudumu wa chama hicho, anazungumza wazi akitangaza kwamba ikiwa kusimamishwa huku kupo na kuhusishi PPRD, anazungumzia udikteta, uchokozi usiokoma kwa chama chake. Shughuli zinaendelea, mengine ni uchochezi tu, ameongeza hivyo. Hii ni MWK, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Kweli hapa.